Mjambo na habari za jioni, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info popote pale ulipo, ikiwa ni ndani ya uwinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakukaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 16 Julai mwaka 2026. Ni furaha kuwa nanyi katika matangazo yetu ya jioni leo ambako tumekuandalia habari muhimu zinazogusa maisha ya wananchi, zikiwemo taarifa za usalama, siasa, afya, kibinadamu na maendeleo. Miongoni mwa habari tulizokuandalia ni kurejea kwa shughuli za kijamii na kiuchumi katika eneo la Masisi baada ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wazalendo. Wasiwasi wa serikali ya Maniema kufuatia kuingia kwa kundi lenye silaha linaloongozwa na Mayaya katika Kabambare. Wito kuachwa kwa mwanasiasa Clovis Mutsuva Kakule. Hali ya ugumu wa wakimbizi wa Kongo walipo katika kambi ya Busuma nchini Burundi, pamoja na ripoti ya madaktari wasio na mipaka kuhusu kuongezeka kwa migogoro ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuletea pia taarifa kuhusu kuungwa mkono kwa mpango wa mazungumzo ya kitaifa yanayoanzishwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi, pamoja na habari nyingine kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Mimi ni Teroje Longa, basi karibu tuwe pamoja katika matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha anasema kujabone kwa vile vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea taratibu katika mji wa Masisi uliopo katika jimbo la Kivu Kaskazini baada ya kusimama kwa muda kutokana na mapigano makali yaliyokutanisha waasi wa M23 na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka eneo hilo, hali ya utulivu imeanza kurejea siku ya leo Jumamosi tarehe 16 Julai, na kuwapa wananchi nafasi ya kutoka majumbani mwao na kuanza tena shughuli zao za kila siku. Masoko yamefunguliwa, maduka mbalimbali yameanza kuhudumia wateja, maduka ya dawa yameendelea kutoa huduma, huku migawa, bistro na biashara ndogo zikianza tena kufanya kazi kama ilivyokuwa kabla ya mapigano. Vile vile usafiri umeanza kurejea kwenye barabara kuu za Masisi, ambako magari, pikipiki na waendesha baiskeli wanaonekana tena kwa kusafirisha watu na bidhaa. Hii ni ishara kwamba hali ya usalama inaanza kurejea katika kiwango cha kawaida, ingawa wananchi wengi bado wanaendelea kuwa waangalifu kutokana na hali ya usalama ambayo haijatulia kikamilifu. Mapigano yalitokea usiku wa kuamkia tarehe 12 Julai yakilenga zaidi maeneo ya Kanina Rona ndani ya mji wa Masisi. Kwa saa kadhaa milio ya risasi na silaha nzito ilisikika katika maeneo mbalimbali, kusababisha hofu kubwa kwa wakazi. Familia nyingi zililazimika kujifungia majumbani mwao, huku wengine wakikimbia maeneo yanayoamini kuwa salama zaidi ili kuokoa maisha yao. Kutokana na mapigano, shughuli zote za kijamii na kiuchumi zimesimama kwa muda. Masoko yalifungwa, shule na baadhi ya huduma zilitishwa, kwa wafanyabiashara wengi wakishindwa kufungua biashara zao kwa hofu ya usalama. Alisababisha hasara kubwa kwa wananchi na wafanyabiashara, na kuongeza mateso kwa wananchi wanaotegemea biashara zao za kila siku kujipatia kipato. Mashahidi walikuwa eneo la tukio wanasema kwa baada ya mapigano kupungua, wananchi wameanza kurejea taratibu katika makazi yao na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Wengi wao sasa wanasema bado wanaishi kwa tahadhari kubwa, huku wakihofia kuwa mapigano na kuweza tena kuanza wakati wowote. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka husika kuhusu idadi ya watu waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata mashirika ya kibinadamu yaliyopo katika eneo hilo yanaeleza kuwa kulikuwa na vifo na majeruhi kutoka pande zote mbili zilizokuwa zikipigana, ingawa haijatoa idadi kamili ya waathirika kutokana na tathmini ambazo bado zinaendelea. Kwa upande wa wananchi, wengi wanaeleza kuwa wamechoshwa na mapigano mara kwa mara ambayo yamekuwa yakisababisha vifo, majeraha, uharibifu wa mali pamoja na kuhama kwa maelfu ya familia. Wanasema leo inaendelea kuzofisha uchumi wa eneo la Masisi na kufanya maisha kila siku kuwa ngumu zaidi. Licha ya kurejea kwa shughuli za kawaida, hali ya usalama katika eneo hilo bado inaonekana kuwa ya wasiwasi. Wakazi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali, huku wakitoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kutafuta suluhisho la amani ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Kwa sasa utulivu wa muda unaonekana kurejea mjini Masisi, lakini wananchi wanaendelea kuishi kwa tahadhari, wakiamini kuwa amani ya kudumu ndiyo njia pekee ya kurejesha maendeleo, shughuli za kiuchumi na maisha ya kawaida katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Serikali ya mkoa wa Maniema imeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama katika wilaya Kabambare baada ya kuingia kwa kundi lenye silaha linaloongozwa na mtu anayejitambulisha kama Jenerali Muyaya, anajidai kuwa ni mpiganaji wa wazalendo.
Kutokana na leo, kamati ya usalama wa mkoa ilifanya kikao cha dharura Alhamisi tarehe 13 Julai chini ya uongozi wa gavana wa Maniema kwa lengo la kutathmini hali ya usalama na kuchukua hatua za haraka za kuzuia kuendelea kwa tishio hilo. Kwa mujibu wa viongozi wa mkoa, mtu huyo anayefahamika kwa jina la Mayaya linatokea katika wilaya Nzunzu mkoani Tanganyika. Ndio kwa aliondoka eneo hilo akiwa na kundi la wapiganaji wake na kuingia Kabambare, jambo ambalo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Serikali ya Maniema inaeleza kuwa mara tu baada ya taarifa za kuingia kwa kundi hilo kusambaa, wananchi wengi walikimbia makazi yao wakihofia kuzuka kwa mapigano na mashambulizi, huku baadhi yao wakikimbia maeneo yaliyo salama zaidi. Akizungumza baada ya kikao cha kamati ya usalama, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Maniema Loamo Selemani Tairola amesema kuwa vyombo vya usalama vinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali hiyo. Kwa mujibu wa waziri huyo, Mayaya anajitambulisha kama mpiganaji wa Zalendo, lakini anatumiwa kuhusika na vitendo vya ugaidi na kuwatesa wananchi katika wilaya ya Nzunzu kabla ya kuhamishia shughuli zake katika mkoa wa Maniema. Waziri anasema kwa wajibu wa taarifa zinazokusanywa na vyombo vya usalama, viongozi huyo ni wa kundi lenye silaha inaonekana kuwa na nia kupanua wanadhibiti kwa kutumia nguvu, wale ambayo imeongeza hofu kwa wananchi wa Kabambare. Serikali ya mkoa inaeleza kuwa moja ya malengo makuu ya kundi hilo huenda ni kutoa maeneo mengi yenye mgodi ya madini. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa Mayaya anadaiwa kutaka kufukuza wachimbaji walipo ndani ya maeneo hayo ili kundi lake lichukue udhibiti wa shughuli za uchimbaji na kunufaika na rasilimali hizo. Viongozi wa Maniema wameonya kuwa iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, hali hiyo inaweza kusababisha migogoro mipya ya silaha, kuhatarisha maisha ya raia na kuichumi na kuathiri uchumi wa eneo hilo ambalo linategemea kwa kiasi kikubwa shughuli za uchimbaji wa madini. Kutokana na leo, kamati ya usalama wa mkoa imepitisha hatua kadhaa za dharura. Miongoni mwa hatua hizo ni kupeleka haraka ujumbe maalum wa pamoja utakaojumuisha wabunge wa mkoa, wajumbe wa kamati ya usalama pamoja na wakilishi wa serikali ya mkoa kwenda Kabambare. Ujumbe huo utakuwa na jukumu la kufanya tathmini ya kina kuhusu hali halisi ya usalama, kuzungumza na wananchi pamoja na viongozi wa maeneo husika na kupendekeza hatua za haraka zitakazosaidia kuzuia kuendelea kwa uvamizi kama huo siku zijazo. Bali na hilo, serikali ya Maniema tayari imetuma taarifa rasmi kwa Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mamlaka nyingine ya kitaifa mjini Kinshasa, ikieleza kuwa swala hilo sasa linahusu usalama wa taifa na linahitaji hatua za haraka kutoka kwa serikali kuu. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya mkoa, mamlaka za mkoa zinaamini kuwa serikali ya kitaifa itachukua hatua zinazostahili ili kurejesha utulivu, hasa katika maeneo mpakani kati ya Maniema na Tanganyika ambako makundi yenye silaha yamekuwa kisafiri kwa urahisi kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu mapigano makubwa yaliyotokea kati ya kundi hilo na vikosi vya usalama, lakini wakazi wa Kabambare wanaendelea kuishi katika hali ya hofu, huku baadhi ya familia zikianza kuhama makazi yao kwa kofia kuzorota zaidi kwa usalama. Serikali ya Maniema inahakikishia wananchi kuwa itaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo na saa kwa saa kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Viongozi wa mkoa wamesisitiza kuwa hatua zote zinazohitajika zitachukuliwa ili kulinda maisha na mali za wananchi, kurejesha utulivu katika Kabambare na kuhakikisha kuwa makundi yenye silaha yapate nafasi ya kuvuruga amani katika mkoa wa Maniema. Ligi ya vijana wa chama cha upinzani Assemblée pour la République katika mkoa Kivu Kaskazini imetoa wito kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumwachilia huru mara moja bila masharti mratibu wao wa vijana wa Kivu Kaskazini ya pili Clovis Musuva Kakule, ambaye amekuwa akishikiliwa na mahakama ya kijeshi ya juu ya Beni tangu kukamatwa kwake Jumamosi tarehe 18 Julai mwaka huu. Katika taarifa ya umma iliyotolewa Jumanne tarehe 21 Julai, viongozi wa chama hicho walieleza kwa kukamatwa kwa Clovis ni hatua wanayoona kuwa ni kiolela na inakiuka haki za msingi za kiraia. Kwa mujibu wa chama hicho, mwanasiasa pamoja mwanaharakati wa demokrasia anafuatiliwa na vyombo vya sheria kwa sababu ya kutumia haki yake ya kutoa maoni kuhusu hali ya usalama inayokabili eneo la Beni. Taarifa hiyo ilisainiwa na mratibu wa Ligi ya Vijana Espoir Ngalukie, aliweza kuwa chanzo cha mashtaka dhidi ya Clovis ni video aliyorekodi na kusambaza kwenye mitandao ya kijamii baada ya mauaji ya mchekeshaji maarufu Nzasu Magese pamoja na baadhi ya ndugu wa familia yake. Katika video hiyo, Clovis Musuva alikuwa kilahani mauaji yao na daiwa kutekeleza na wasi wa ADF na kutoa wito kwa viongozi wa jeshi kuongeza idadi ya wanajeshi pamoja na operesheni za kijeshi katika eneo la Beni ili kulinda raia na kukomesha mashambulizi yanayoendelea dhidi ya wananchi wasio na hatia. Kwa mujibu wa viongozi wa Assemblée pour la République, kauli hizo hazikupaswa kutafsiriwa kama kosa la jinai, bali zilikuwa na maoni ya raia anayekuwa akitaka kuona usalama unarejea katika eneo ambalo limeendelea kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Ligi ya
vijana ya wanachama hicho imetaka pia mahakama ya kijeshi kutafuta mashtaka yote yanayomkabili Clovis Msuva, akisema kuwa kuendelea kumshikilia gerezani ni ukiukaji wa uhuru na kujieleza na kunaweza kuathiri misingi ya kidemokrasia nchini. Chama hicho kimetoa wito kwa mashirika ya kiraia, harakati za vijana, watetezi wa haki za binadamu, viongozi wa dini pamoja na vyama vingine vya kisiasa kuungana katika kampeni ya kudai kuachiliwa kwa Clovis Msuva bila masharti yoyote. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, Clovis Msuva Kakula na alikamatwa mjini Beni alipokuwa akiendelea na shughuli zake za kawaida za kila siku. Baada ya kukamatwa, alipelekwa katika ofisi kuu ya mkaguzi mkuu wa mahakama ya kijeshi ambako anafanyia mahojiano kwa saa kadhaa kabla kuwekwa kizuizini. Nakala ya hati ya kumfikisha mahakamani ilitolewa na mamlaka za jeshi inaonyesha kuwa Clovis anatumia kwa kosa la kusambaza taarifa zinazodai kuwa ni za uongo, kosa ambalo linaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha miezi miwili au zaidi kwa mujibu wa sheria za nchi. Hata hivyo, wafuasi wake pamoja na wanaharakati wengine wamepinga tuhuma hizo. Wanasema hakuna ushahidi kwamba alitoa taarifa za uongo, bali zungumzia kuhusu hali halisi ya usalama ambayo imekuwa kiwaangaisha wakazi wa Beni kwa miaka mingi. Kwa matokeo yake kulizua mjadala mkubwa katika mji wa Beni na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Makundi mbalimbali ya shinikizo, harakati za wananchi na viongozi wa vijana wanaendesha kampeni kwenye mitandao ya kijamii katika mikutano ya mwandishi chini ya kauli mbiu Mwacheni huru Clovis Msuva, wakidai kuwa tena lenga kunyamazisha sauti zinazokosoa namna mamlaka zinavyoshughulikia hali ya usalama mashariki mwa nchi. Mbunge wa bunge la mkoa wa Uvira Bisimwa Sindere ameitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kuboresha maisha ya mamia ya wakimbizi wa Kongo wanaishi katika kambi ya Busome nchini Burundi baada ya malalamiko kuongezeka kuhusu hali ngumu wanazozikabiliana nazo katika kila siku. Kwa mujibu wa mbunge huyo, hali ya kibinadamu ndani ya kambi imeendelea kuzorota huku wakimbizi wengi wakiishi katika mazingira magumu yanayohitaji msaada wa haraka kutoka kwa serikali ya Kongo pamoja na mashirika ya kibinadamu. Taarifa zinaonyesha kwa wakimbizi hao ambao wengi wao wanakimbia mapigano na ukosefu wa usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi tangu walipowasili nchini Burundi. Miongoni mwa matatizo makubwa wanayoyataja ni ukosefu wa chakula cha kutosha. Wakimbizi hao wanasema misaada ya chakula ya wanaopewa hayatoshi kukidhi mahitaji ya familia zao, na walazimu baadhi yao kulala njaa au kula mlo mmoja kwa siku. Mbali na tatizo la chakula, wakimbizi hao pia wanalalamikia huduma duni za afya. Kwa mujibu wa ushuhuda wao, wagonjwa wengi wanapata shida kupata dawa na matibabu ya msingi, huku wanawake wajawazito, watoto wadogo na wazee wakiwa miongoni mwa wanaoathirika zaidi kutokana na ukosefu wa huduma hizo. Changamoto nyingine na wakabili ni makazi yasiyokidhi viwango vya kibinadamu. Wakimbizi wengi wanaishi kwenye vibanda vya muda vinavyojengwa kwa vifaa vya kawaida ambavyo hawezi kuwakinga ipasavyo dhidi ya mvua, upepo mkali wala baridi. Wanaendelea kuhatarisha afya na usalama wao. Wakimbizi wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa watoto wao. Wanasema watoto wengi bado wamekatisha masomo kutokana na kukosekana kwa mazingira mazuri ya elimu ndani ya kambi hiyo, jambo linaweka hatarishi maisha yao ya baadaye. Kutokana na hiyo, siku za hivi karibuni baadhi ya wakimbizi walifanya maandamano ya amani ndani ya kambi wakitaka kusikilizwa na mamlaka husika. Katika maandamano hao walidai kurejeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakisema wanaona afadhali kurudi manyumbani kuliko kuendelea kuishi katika mazingira magumu ya ukimbizi. Waandamanaji hao walieleza kuwa licha changamoto za kiusalama ambazo bado zipo katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Kongo, wanaamini serikali yao inapaswa kuwasaidia kurejea kwa usalama, kuhakikisha wanapata msaada wa kutosha wakiwa bado uhamishoni. Akizungumzia aliyo, mbunge wa mkoa wa Uvira Bisimwa Sindere amesema ni wajibu wa serikali ya Kongo kuonesha mshikamano kwa raia wake waliokimbia nchi jirani kutokana na vita na machafuko. Kwa mujibu wa mbunge, serikali inapaswa kushirikiana na kwa karibu na mamlaka za Burundi, mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wa kibinadamu ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa wakimbizi hao iwe kuboresha hali yao ya kampeni na kwa kuandaa mazingira salama ya kurejea nchini. Bisimwa Sindere amesisitiza kuwa ni wakati wa mamlaka za Kinshasa kuchukua hatua za haraka na za vitendo badala ya kuendelea kufuatilia hali hiyo kwa mbali. Amesema mateso wanayopitia wakimbizi hao yanahitaji majibu ya haraka ili kulinda utu na haki zao za msingi. Vilevile ametoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuongeza msaada wa chakula, dawa, maji safi, vifaa vya kujistiri pamoja na huduma za elimu kwa watoto, huku akisisitiza wakimbizi hao hawapaswi kusahaulika kwa wakati wa mgogoro wa kiusalama ukiendelea mashariki mwa nchi. Kwa sababu wakimbizi wa Kongo waliopo katika kambi ya Busuma wanaendelea kusubiri hatua kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake, wakitumaini kuwa maisha yao yataboreshwa na kwamba suluhisho la kudumu litapatikana ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida kwa usalama na kwa heshima.
Shirika la kimataifa Madaktari Wasio na Mpaka Médecins Sans Frontieres MSF limechapisha ripoti yake ya mwaka 2015 ikieleza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na mikusanyiko ya migogoro mikubwa inayozidi kuhatarisha maisha ya mamilioni ya wananchi. Kwa mujibu wa shirika hilo, nchi inakabiliwa kwa wakati mmoja na mapigano ya makundi yenye silaha, milipuko ya magonjwa hatari, ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao pamoja na kupungua kwa ufadhili wa shughuli za kibinadamu. Katika ripoti hiyo, MSF inaeleza kuwa hali imekuwa mbaya zaidi hasa katika majimbo ya mashariki mwa nchi ambako mapigano yanaendelea kusababisha vifo vya raia, majeruhi, uharibifu wa miundombinu na ongezeko la idadi la watu wanaolazimika kuhama makazi yao. Shirika hilo linafafanua kwa changamoto hizo haziwezi kuingiliwa mara moja kwa sababu kila tatizo linaongeza uzito wa jingine. Mapigano yanachochea kuhama kwa wananchi, hali inaongeza hatari ya kusambaa kwa magonjwa, ukosefu wa fedha wakifanya kuwa vigumu kwa mashirika ya kibinadamu kuwafikia waathirika. Kwa mujibu wa MSF, mwaka 2015 ulikuwa mwaka moja kati ya miaka migumu zaidi kwa upande wa kibinadamu nchini Kongo. Maeneo mengi yanaendelea kushuhudia mashambulizi ya makundi yenye silaha yaliyosababisha maelfu ya familia kupoteza makazi yao na kuishi katika mazingira yasiyo salama. Ripoti inaonyesha kuwa katika maeneo ya mengi ya Kivu Kaskazini, Kusini, Ituri na sehemu nyingine za mashariki mwa nchi wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mapigano. Wengi wameuawa, wengine kujeruhiwa, huku maelfu wakikimbia maeneo salama au nchi jirani kutafuta hifadhi. MSF pia imeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi yanayozidi kulenga sekta ya afya. Kwa mujibu wa shirika hilo, kwa hospitali, vituo vya afya, magari ya kubeba wagonjwa pamoja na wahudumu wa afya wamekuwa wakishambuliwa mara kwa mara, ili kuwazuia wagonjwa kupata matibabu kwa wakati na kuhatarisha maisha ya wagonjwa pamoja na wafanyakazi wa afya. Shirika hilo linaonya kuwa kushambuliwa kwa miundombinu ya afya kunafanya kazi za kutoa huduma za kibinadamu kuwa ngumu zaidi, hasa katika maeneo yenye mapigano ambako wananchi tayari wanakabiliwa na uhaba wa huduma muhimu. Bala changamoto usalama, ripoti hiyo inabainisha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kukabiliwa na mlipuko mbalimbali ya ugonjwa, huku ugonjwa wa Ebola ukiwa miongoni mwa magonjwa yanaendelea kuenea katika baadhi ya maeneo ya nchi. Kwa mujibu wa wataalamu wa MSF, idadi ya wagonjwa wa Ebola inaendelea kuongezeka na ugonjwa huo bado hujadhibitiwa kikamilifu. Hilo inaeleza kuwa licha juhudi zinazofanywa na serikali pamoja na washikadau wa afya, bado kuna changamoto nyingi zinazokwamisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Miongoni mwa changamoto hizo ni baadhi ya wananchi kutokuwa tayari kushirikiana na wahudumu wa afya. Katika maeneo kadhaa bado kuna watu wanaokataa kupimwa, kutoa taarifa kuhusu wagonjwa, kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya, ambayo inaendelea kuruhusu ugonjwa huo kusambaa. MSF inaeleza kuwa ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bila wananchi kushiriki kamilifu katika kampeni za kinga, ufuatiliaji wa wagonjwa na elimu za afya, juhudi za kukomesha ugonjwa huo zitakuwa ngumu kufikiwa. Rais wa Bunge la Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mebonji Sankara amepongeza kwa nguvu zote mpango wa mazungumzo ya kitaifa jumuishi ulianzishwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akisema kuwa hatua hiyo ni ishara za dhamira ya kweli ya kutafuta amani, umoja wa kitaifa na suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoikabili taifa. Kauli imetolewa baada ya Rais Felix Tshisekedi kufanya kikao na wawakilishi wa madhehebu mbalimbali ya dini nchini, ambako alijadili umuhimu wa kuanzisha mazungumzo yatakayowaleta pamoja wadau wote wa kitaifa ili kujadili changamoto zinazokabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tamko lake, Mebonji Sankara amesema kwa mpango huo unaonyesha wazi kwamba rais wa jamhuri anaendelea kuweka mbele mazungumzo badala ya migawanyiko, akiamini kuwa kusikilizana na kujenga maridhiano ndiyo njia bora ya kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kurejesha amani ya kudumu nchini. Kwa mujibu wa spika huyo wa bunge la taifa, mazungumzo hayo yanakuja wakati ambako nchi inakabiliwa na changamoto nyingi, hususan hali ya usalama mashariki mwa nchi, ambako mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha maelfu ya wananchi kupoteza maisha, wengi kujeruhiwa na mamilioni kulazimika kuyahama makazi yao. Amesema kuwa katika mazingira kama hayo, viongozi wote wa kisiasa, taasisi za serikali, viongozi wa dini, mashirika ya kiraia pamoja na wananchi wanapaswa kuweka mbele maslahi ya taifa kuliko tofauti zao za kisiasa au kiitikadi. Mebonji Sankara amesisitiza kuwa historia imeonyesha kuwa mataifa mengi yanayokabiliwa na migogoro mikubwa yamefanikiwa kurejesha utulivu katika mazungumzo ya wazi na kuwajumuisha wadau wote. Kwa sababu hiyo, amesema kuwa Kongo nayo inapaswa kutumia fursa hiyo kujenga misingi mpya wa umoja wa kitaifa. Amesema kwa bunge la taifa linaendelea kuunga mkono juhudi zote zinazolenga kuimarisha amani, demokrasia na utawala wa sheria na kwa kuwa na ndio nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa. Katika hotuba yake, spika huyo pia amewataka wabunge wote wa bunge la taifa
bila kujali vyama vyao vya kisiasa kushiriki kamilifu katika mchakato huo wa mazungumzo ya kitaifa. Ameeleza kwa kila mwakilishi wa wananchi ana wajibu wa kuchangia mawazo yatakayokusaidia kupata suluhisho la matatizo yanayokabili nchi. Kwa mujibu wake, mafanikio ya mazungumzo haya hayatategemea serikali pekee, bali wanahitaji ushiriki wa makundi yote ya kijamii, ikiwa ni pamoja na viongozi wa dini, vyama vya kisiasa vya upinzani na vya serikali, mashirika ya kiraia, vijana, wanawake na wananchi kutoka maeneo yote ya nchi. Emebonyi Sankara ameongeza kuwa mazungumzo ya kitaifa yanapaswa kuwa jukwaa la kujadili kwa wazi masuala muhimu yanayohusu usalama, utawala bora, maendeleo ya kitaifa, maendeleo ya kiuchumi na namna kurejesha amani ya kudumu sasa hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa upande wake, Rais Tshisekedi anaendelea kusisitiza umuhimu wa kuwakutanisha wadau mbalimbali wa taifa ili kujenga mwafaka wa kitaifa kuhusu mustakabali wa nchi. Akaamini kwa kupitia mazungumzo ya wazi Kongo inaweza kupata suluhisho la changamoto linalodumu kwa miaka mingi. Kwa sasa kauli ya kuunga mkono kutoka kwa rais wa bunge la taifa inaonekana kuongeza nguvu katika mpango huu wa Rais Felix Tshisekedi, huku matarajio ya wananchi wengi yakielekezwa katika kuona mazungumzo hayo yakizaa matokeo yatakayochangia kurejesha amani, umoja wa kitaifa na utulivu wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nani hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 26 Julai mwaka 2026. Vile vile tunashukuru sana kwa pamoja nasi na kutuendelea kuamini Kivu News Info kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Vile vile tunaendelea kuwahimiza wananchi kudumisha amani, umoja na mshikamano pamoja na kudhibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info na wafanyakazi wengine wote, mimi ni Teloje Longo na kutakia jioni njema yenye amani na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku, na kuendelea kwa hadi tukutane kesho asubuhi katika matangazo mengine. Na vile vile kabla tunaondoka ndani ya studio zetu, niendelee kukumbusha wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na karibu na unasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo.